Biblia imeandika, inasema hivi, kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Lakini wewe unaweza ukajitofautisha na muuaji aliyechukua kisu akamchoma mtu kwenye moyo akafariki. Unasema huyu alifunga kabisa maisha. Lakini kuna muuaji ambaye hajatekeleza tukio kwa sababu ya roho ya chuki iliyo ndani yake. Kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Naona ndio Biblia inasema hivyo. Kwa lugha hiyo hakuna mwenye chuki yeyote atakayemwona Mungu. Hayupo. Maana yeye ni muuaji. Mbingu si ya wauaji. Mbingu si ya wauaji. Sasa ikiwa utatamani vifungo viondoke kwenye maisha yako, ikiwa utatamani kushinda vifungo, roho za umaskini, roho za magonjwa, balaa, mikosi, laana, ndoto mbaya, kuingiliwa na majini usiku, naitwa majini mahaba, kuingiliwa na wanaume wachawi na wanawake wachawi kwenye ndoto, kama unahitaji kushinda hizo kitu, kushinda hizo roho, lazima uwe mwaminifu kwa Mungu. Lazima ushinde dhambi. Lazima ujiweke wazi mbele za Mungu na umwambie Mungu. Lazima ujiweke wazi. Umwambie Mungu, nahitaji unisafishe kwa damu yako ya thamani. Unioshe kwa gharama ya mauti yako. Damu ya Yesu ilishawekwa pale kwa ajili ya kusafisha, kwa ajili ya kukuosha na kukuweka huru. Amen, amen. Amen, amen. Kwa hivyo yeyote anayemwabudu Mungu na anaishi maisha ya dhambi za kisirisiri, rafiki yangu, unapoteza muda kwenye imani. Hilo lazima ulijue. Lakini pia mtu ambaye ana kifungo na anaombewa, una kifungo na unaombewa, lakini hutaki mwendelezo wa ibada, ukikaa vizuri tu unatokomea. Watu wa aina hiyo huwa wafunguliwi kabisa. Kifungo chao kinabaki cha milele. Kwa sababu jambo moja ambalo hujui, anayekufunga yuko vitani na wewe. Hii ndio maana Mungu anasema watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Mungu anasema watakuja kwa njia, kuna njia wanazotumia kuja kupigana na wewe. Mungu anasema watakuja kwa njia moja lakini watapigwa, watakimbia mbele yako kwa njia saba, kama wewe umesimama na Mungu katika uadilifu wote. Lakini kama ndani yako kuna njia zenye mashaka, kuna maisha yenye mashaka yasiyopendeza Mungu, una maisha ambayo kando kando hata mwenyewe unajicheka, unasema hivi kweli walokole ni kama mimi? Hivi kweli wakiita Yesu akija leo, yaani hata unaweza ukajiuliza tu, Yesu akija leo kwa maisha haya, kwa tabia, kwa asila hii, mimi naweza kwenda kumwona Mungu? Yaani leo jinsi ulivyo hapo, Yesu akashuka, una uhakika utaenda? Mipango iliyo nayo ndani ya kichwa chako juu ya wengine, je, unawaza Yesu akija leo utaenda? Uongo ulionao, je, Yesu akija utaenda? Kwa sababu uongo ni roho ya shetani, na Mungu anasema wale wote wapendao uongo na kuufanya hawatamuona Mungu, watatupwa katika ziwa la moto.